الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawl wa ba'd. Ndugu zangu watukufu Waislamu, ama baada ya kumshukuru Allah Rabbul Izza subhanahu wa ta'ala jalla jalalu, katika kipindi kingine tunajaribu kukumbushana masala ya dini yetu, tunakumbushana masala muhimu, kwa sababu hakuna linalokuwa linatufaa sisi waumini isipokuwa ni kujaribu kukumbushana mara kwa mara juu ya masala ya kumcha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani ametuhusia sana kwamba waltakum minkum umma yad'una ila alkhair alislam, wawepo watu watakaokuwa wakijaribu kuwalingania watu na kuwakumbusha watu. Lakini kilichopelekea sisi kuwa umma bora si kitu kingine, ni kuamrishana yaliyokuwa mema na kukatazana yaliyokuwa mabaya. Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akatukumbusha sana katika Qur'ani, hasa alipokuwa amekula kiapo, ametoa kiapo, kwa sababu sifa ya Mwenyezi Mungu hapa kupitia viumbe vyake vile alivyoviumba kwa fahari. Mwenyezi Mungu aliposema wal asri innal insana la fi khusr, na hapa kwa muda wa asri, hakika wanadamu wapo katika hasara, illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao kwanza wameniamini mimi Mwenyezi Mungu, wakaamini vitabu, wakaamini manabii, wakaamini malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, wakaamini siku ya mwisho. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, wakaamini na wakatenda yaliyokuwa mazuri, yaliyokuwa bora. Watawasau bil haqi watawasau bisabri, wakahusiana yaliyokuwa mazuri na wakahusiana juu yaliyokuwa na subra. Kwa hivyo sifa yetu tunakusanyana Waislamu kila baada ya muda, kila baada ya kipindi, kwa sababu sifa yetu wanadamu, tuna jina maarufu, jina ambalo ni muhimu, ambalo Mwenyezi Mungu ametugia, tunaitwa al-insan. Mwanadamu huwa ni kiumbe mwenye kubadilika, tunaitwa al-insan kwa sababu huwa tunabadilika. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu ametujalia katika takriban miezi 12 ambayo ameizungumza katika Qur'ani. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna 'inda shuhuri 'inda Allah 12 shahra, hakika idadi ya miezi ni miezi 12. Mwenyezi Mungu anatambua kuwa katika uumbaji wake hii miezi ameiweka, idadi ya miezi iko miezi 12. Katika miezi hii 12 Mwenyezi Mungu ndani yake ameweka miezi mitukufu, ambayo ndani ya miezi 12 watu watakwenda na ibada zao, lakini kuna muda tunaongeza spidi ya ibada. Haimaanishi kama watu wengine wanavyosema katika miezi ya kawaida basi watu wakaishi katika maisha ya kawaida wakayafanya wanayojua, basi ndani ya miezi maalum wakajikunyata, wakabadilika, wakaanza kufanya wema. Hapana, sifa ya Uislamu ni kwa miezi yote 12 ya uhai wa maisha yako yote, mwanadamu toka mwaka 0 mpaka idadi ya mwaka uliofikia, unatakiwa uwe mwanadamu unadumu katika kuyafanya yaliyokuwa heri. Pale unapofikia umri wa balighe, umri wa kujitambua kwamba sasa mimi ni mtu kamili, ni mtu ambaye mwenye maarifa, mwenye kujua baya na zuri, basi unatakiwa uanze kusimama katika spidi ya kuyafanya yaliyokuwa heri. Kwa hivyo ndani ya miezi hii kuna miezi maalum Mwenyezi Mungu ametuwekea. Ndani ya miezi hii Mwenyezi Mungu anatutakasa, anazidi kututakasa, kutuondoshea mazito yaliyokuwa juu yetu. Tumsifu sana Mwenyezi Mungu na tumuombe Mwenyezi Mungu na tumshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah rabbil alamin, kwa kutuwezesha ndani ya miezi hii mitukufu. Lakini ndani ya miezi hii mitukufu, mwezi huu ambao ni mwezi ambao tunapozungumza kipindi hiki, walilahi alhamdu, tuko ndani ya mwezi mtukufu na katika masiku matukufu, na Mwenyezi Mungu ameusifia sana mwezi huu na akauzungumza sana mwezi huu. Kwanza ndani ya mwezi huu ambao watu tunafunga, tunapozungumza Ramadhani ni kitu gani? Mwezi wa Ramadhani, wengi utakapomwambia mtu atakwambia kutiba alaykumus siyam. Yoyote ukienda atakwambia kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Atazungumzia katika sura ya pili, sura al-Baqara, Mwenyezi Mungu alipotupa amri waumini, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum. Lakini baadhi ya watu wengi wanashindwa kutabahari, kuzama asili ya kufunga, asili ya Ramadhani. Kwa nini tunakaa ndani ya Ramadhani? Kwa nini Mwenyezi Mungu ameweka matukufu makubwa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani? Mwezi mtukufu wa Ramadhani nitaingia kiundani zaidi mimi leo, watu waweze kuondoka na faida biidhnillah taala. Ramadhani, unapotaka kuitazama utukufu wa Ramadhani, rudi katika surati al-Baqara, sura ya pili. Mwenyezi Mungu pale alipowaita malaika akawaambia, inni ja'ilun fil ardi khalifa, kwamba mimi Allah nataka nimpeleke kiongozi katika ardhi. Ramadhani unaanza kuipata hapa, funga na utukufu wake unaanza kuupata hapa, utukufu wa siku 30 za Ramadhani unaanza kuzipata hapa. Allah alipoambia wa idh kunna lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa, nataka nimpeleke kiongozi katika ardhi, anafanya shura, amekaa, Mwenyezi Mungu anazungumza na malaika, anawaambia malaika,
inni ja'ilun fil ardhi khalifa, nataka nimuweke kiongozi katika ardhi. Anakusudiwa ni baba yetu Adamu alayhi salatu wassalam. Malaika wakamjibu wakamwambia Allah, atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'u wa nahnu nusabbihu wa nukaddisu laka. Unataka kupeleka viumbe, unampeleka kiumbe ambaye ataendeleza kizazi cha viumbe ambao sifa yao watamuasi Mwenyezi Mungu, watafanya uharibifu, watamwaga damu na mambo mengine. La ilaha illa Allah, subhanallah, la ilaha illa Allah, subhanallah. Ukiangalia kwa sasa walioyazungumza malaika yanatokea kweli. Kila kona ya dunia ukiangalia ni maafa, kila kona ya dunia ukiangalia ni vita, kila mahala pa dunia ukiangalia ni mauaji, vurugu, wanadamu wanamuasi Mwenyezi Mungu. Imefika mahala hata huyo ibilisi laanatullah alayhi, hata huyo ibilisi mwenyewe katika yale aliyokuwa akiyafanya, wanadamu wamefika mahala wanapindukia mipaka, wanafanya yanayomtisha hata ibilisi mwenyewe. Subhanallah. Mwenyezi Mungu atunusuru, Mwenyezi Mungu atughfirie, Mwenyezi Mungu atusamehe katika madhambi yetu. Ndugu zangu watukufu wa Islam, tunapoangalia mwezi huu mtukufu, Allah alipozungumza na malaika kwamba inni ja'ilun fil ardhi khalifa, nataka kumpeleka kiongozi katika dunia ambaye ni khalifa. Malaika walipomjibu atajalu fiha, unataka kupeleka watu miongoni mwa watu viumbe humo ndani watafanya uharibifu, aliyakuwa sisi tunakutakasa na tunakuabudu. Lakini tukumbuke kwa pamoja, hawa wanaotamka maneno haya atajalu fiha, unataka Allah kupeleka humo ndani viumbe ambao asili ya baba yao anakwenda na vizazi vyao watakuwa haribifu. Tuyatazame haya ambayo waliyasema malaika, ukiyatazama ni ya kweli, yanatokea kweli. Lakini Mwenyezi Mungu ukiendelea na aya mbele, Mwenyezi Mungu anawaambia malaika, nyinyi hamjui nini ninachokikusudia mimi, licha ya kwamba Mwenyezi Mungu yeye ndo alimul ghaib, anafahamu yaliyofichikana, anafahamu yajayo, anafahamu yatakayokuwa. Rudi soma sura ya pili, sura al-Baqara aya nambari 255, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina. Hapa anapakusudia ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yahutuna bi shay'in min 'ilmi illa bima sha'a wa sa'a kursiyyu samawati wal ardh. Sifa ya Allah, anajua yale ambayo sisi hatuyajui yatakuja kutokea, lakini Allah kashajua. Licha ya makosa, udhaifu na mitihani tuliokuwa nayo, Mwenyezi Mungu anawaambia malaika, nyinyi hamjui. Lakini tazama hawa ambao wanamwambia Mwenyezi Mungu, si kwamba wanamshauri, si kwamba wanamkosoa, ila wamekiona kidogo kile ambacho wao Mwenyezi Mungu amewajalia kukiona, wanamwambia unapeleka viumbe ambao wataleta uharibifu. Ni ya kweli, si kwamba Mwenyezi Mungu hakuona eti malaika wameona, ila hata hayo maneno aliyoyatamka malaika ni kuonyesha utukufu wa Allah kwa kuwaumba wale viumbe na kuwa na uwezo wa kuweza kutazama mbele. Malaika walipomwambia Allah kwamba unapeleka viumbe watakuwa waharibifu, lakini tazama haya wanayosema malaika ni kweli yanatokea, lakini wakati huo huo pia tazama sifa ya hawa malaika haya walioyatamka. Lakini hawa malaika sifa yao la ya'suna Allah ma amarahum, sifa ya malaika hawamuasi Mungu hata kidogo. Lakini tunapowazungumza viumbe hawa, kawaida yao viumbe hawa hawali, wala viumbe hawa sifa yao na kawaida yao hawanywi. Wameumbwa hawali, wameumbwa hawali, wameumbwa hawanywi, wameumbwa hawatamani, wala hawavutiwi na harufu ya pilau, wala hawavutiwi na harufu ya chipsi. Lakini mwanadamu ana udhaifu wa kutamani, mwanadamu ana udhaifu wa kula na kunywa, mwanadamu ana udhaifu wa kusikia harufu ya chakula fulani akakitamani. Sasa Mwenyezi Mungu kauli hii walioitamka malaika, anataka kuwaonyesha kuwa nyinyi mnakula, hawa mliosema watafanya uharibifu, hawa mliosema watakuwa na tamaa, hawa mliosema ni viumbe ambao wana vurugu nyingi, tazama itafika muda maalumu mimi Allah nikiwapa amri ya kufunga, wanakubali kuacha vyakula vyao. Subhanallah, la ilaha illa Allah. Hawa ambao wanaonekana ni dhaifu, ambao wana udhaifu mkubwa, lakini wakifika mahala wanapokea amri ya Mola wao, kutiba alaikumus siyam ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum. Sasa ndo tunakuja hapa, hii amri ndio inaanza kutokea. Ikisimama amri hii, waumini wameshapewa amri na Allah kwamba ifike mahala katika masiku 30 haya mwezi huu mtukufu, wasile katika masaa ya kutokula, wasinywe katika masaa ya kutokunywa, wala wafike mahala wajizuie. Yani kimaumbile mwanadamu ameumbwa kutamani, lakini anajizuia na matamanio, anakandamiza nafsi.
Kimaumbile mwanadamu ameumbwa kunywa na kula chakula kizuri chenye harufu nzuri hata kama asipokula, lakini akisikia harufu ya pilau mwanadamu fikra zinambadilika, fikra zinaharibika. Lakini yote haya wanayafanya kwa kumhofu Mwenyezi Mungu liwajihillah Taala. Kwa nini? Kutokana na kupata amri ya Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu anatoa amri, kutiba alaikum siyam, fungeni, nimekufaradhisheni, nimetoa amri Mola wenu mtukufu, fungeni. Hawa viumbe ambao wanaonekana wana udhaifu wa kila jambo wanayafanya haya. Kwa hivyo asili ya Ramadhani ukiangalia, Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu Allah Rabbul Izza jala jalalu anajifaharisha kwa wale malaika ambao walimwambia Allah usipeleke viumbe watakaokuasi. Mwenyezi Mungu anajifaharisha kwamba hawa viumbe ambao sifa yao wanakula, hawa viumbe sifa yao wanatamani, lakini inafika katika mwezi maalumu wanakandamiza nafsi yao kwa kumhofu Mola wao, kwa kumuogopa Mola wao, wanajizuia kula, wanajizuia kunywa, wanajizuia na matamanio. Yote haya kwa ajili ya Allahu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie kwa miongoni mwa waja wema, na Mwenyezi Mungu atujalie kwa miongoni mwa watu watakaofaulu katika nyakati zote za mwezi mtukufu au miezi mitukufu itakayokuwa ikitupitikia, iwe Shabani, iwe Rajabu na iwe Ramadhani. Katika miezi yote hii mitukufu inayopita, basi Mwenyezi Mungu atujalie kudiriki na kufata amri Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii tunaitazama Ramadhani katika sura hiyo, lakini Ramadhani ndani yake ina sharti mbalimbali. Ramadhani ndani yake ina nguzo mbalimbali. Kwa haraka, mashehe wengi, wanazuoni wengi wametabahari kuzungumzia nguzo, wametabahari kuzungumzia sharti, lakini ifike mahala mambo ambayo ni common watu huyafanya kwa wingi zaidi na Ramadhani, tukumbushane, tukanyane, ili tupate sasa hayo maslaha ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Walillahi alhamdu. Mwezi huu ni kwamba licha ya kwamba tunafunga, licha ya kwamba Allah anajifaharisha kwa malaika, lakini mwezi huu ndani yake tupo katika sherehe, tupo katika mwezi wenye furaha, sherehe ambayo haina pilau, sherehe ambayo haina kachumbali wala vinywaji. Tupo katika mwezi ambao tunafurahia kushuka kwa vitabu vya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndio mfasiri wa Qur'an, translator, mwenye kutafsiri kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kitabu cha kwanza kushuka katika ardhi, kitabu cha Taurati, alichogewa Nabiullahi Musa alayhi salatu wasalam katika nchi ya Misri, katika bara la Afrika. Taurati ilishuka ndani ya mwezi wa Ramadhani. Lakini pia tunapozungumza kitabu cha Zaburi, ambacho tafsiri ya Zaburi ni mashangilio, Zaburi hii aliogewa Nabiullahi Daudi alayhi salatu wasalam kwa ajili ya Bani Israili, na yenyewe imeshuka mwezi wa Ramadhani. Tunapozungumza kitabu cha Injili, alichogewa mtoto asiyekuwa na baba, bimaana kwamba Isa bin Maryam, Yesu, Nabii Isa amegewa Injili. Injili imeshuka ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kadhalika swahifa za baba yetu Nabiullahi Ibrahimu alayhi salatu wasalam, swahifa za Ibrahim na zenyewe zimeshuka ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na kadhalika kitabu kitukufu ambacho Mungu anakisifia katika sura 18, sura Al-Kahf, aliposema bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadida min ladun wa yubashshira almu'minina ya'maluna alladhina salat anna lahum ajran hasana makithina fi abada liundhara alladhina qalu tahadha Allahu walada. Qur'ani ambayo imeshuka kuja kuwaonya watu wasiseme Mungu ana mtoto, na kadhalika Qur'ani hii na yenyewe imeshuka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo tupo katika mwezi ambao una matukufu makubwa sana. Ndiyo maana leo utakuta hata vijana wa bodaboda, vijana wa vijiweni, wote hufika mahala wakaachana na maasi ya bodaboda, ambao hupita wakapiga miziki ya ajabu, maneno mengi, miziki inatoa maneno ambayo hayaeleweki. Lakini ikifika mwezi wa Ramadhani, kila mmoja uzima miziki yake, na kila mmoja unamuona ananyurutika na imani, hofu na woga wa kumhofu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wengi wanamuogopa Mwenyezi Mungu, walilahi alhamdu. Ni jambo zuri, ni jambo la kumhofu Mwenyezi Mungu. Siku moja nipo katika matembezi, nimekaa, kijana mmoja wa bodaboda alikuwa akafunga swaumu, amefunga swaumu. Sasa akawa anampakiza binti mmoja ili ampeleke mahala anapopakusudia. Anamtahadharisha yule binti, wakati unapanda kwenye bodaboda, jaribu kushikilia upande wa kiti, usinishike mimi katika tumbo langu.
mimi nimefunga, ni kwamba anamwambia, anamtahadharisha abidi yake kuwa amefunga, asimuingize katika mtihani, asimuingize katika matamanio. Ni kuonyesha namna ambapo hofu ya mwezi wa Ramadhani, kila mmoja anakuwa anaogopa saumu yake isiingie katika mitihani, saumu yake isiingie katika balaa la kuweza kujikuta umefunga siku 30 lakini siku zote zikawa zimepotea, ikawa kama povu. Mwenyezi Mungu atunusuru na hilo, Mwenyezi Mungu hatuhifadhi, Mwenyezi Mungu akubali saumu zetu. Kwa hivyo mabwana, tunapokuwa tunafunga mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kwanza tunafurahia kushuka vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni vitabu vya Allah vimeshuka, lakini tunapofunga Ramadhani ni kuonyesha Mwenyezi Mungu utukufu aliotugea sisi. Ukirudi katika sura ya 17 surati Bani Israil, Allah aliposema walakad karramna bani Adam, hakika ametukuka mtoto wa Adam. Mwenyezi Mungu anaonyesha utukufu wetu, Mwenyezi Mungu anaonyesha daraja yetu sisi wanadamu, na hapa ndio unapopatikana utukufu, kuwaonyesha malaika na kuwaonyesha majini kwamba utukufu wa mwanadamu si utukufu wa kawaida. Hufika mahala Mola wake anapomwamrisha jambo, basi uoga unakuwa unaingia katika nafsi na kuachana na yale ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kutuamrisha kuacha. Lakini ndugu zangu, wengi baadhi yao hufikiria kuwa Ramadhani ni masaa 12 kutoka alfajiri mpaka magharibi inapoadhiniwa tunaingia kula tende na maji tunafungulia, basi hapa Ramadhani ndio Ramadhani. Hapana, Ramadhani kwa mja wa Allah inakamata kuanzia toka unapokuwa umejizuia kula na kunywa, kuanzia daku 10 usiku 11 kasoro, Ramadhani unaanza kuifunga pale mpaka inafika magharibi. Muda wote unajizuilia na maswia, unajizuilia na yote ambayo Mwenyezi Mungu ameyakataza, mpaka inafika magharibi unafuturu, bado Ramadhani unayo. Kuna baadhi ya watu katika siku za nyuma na hata sasa, unaweza ukatoka kufuturu unakwenda misikitini. Wengi tunakwenda misikitini mida ya usiku, swala ya Isha, tunakumbana na mambo mengi katika manjia. Unaweza ukamkuta Muislamu na unamfahamu huyu, saa nyingine ni muumini kafunga, ila ikifika muda wa usiku hisia zake zinamtuma kwamba uangalifu, unyenyekevu unatakiwa. Muda wa mchana kuanzia asubuhi, masaa haya 12 ndio masaa ya kujenga hofu na ndio masaa yanayotakiwa kuilinda saumu yako. Lakini Muislamu tambua, muumini tambua kwamba saumu hii haiishii katika masaa haya 12. Hata baada ya kuwa umefungulia, umekula na kunywa, bado giza linapoingia, unahitajika Muislamu uendelee kuwa na unyenyekevu, uendelee kuwa na hofu. Hofu lazima ikutawale. Maana kuna mtu anafunga mchana, anafikiri nikifunga mchana saumu yangu ishakubalika, ikifika jioni basi faili limefungwa, natakiwa nitazame mambo mengine, na anaingia katika masuala mengine, atajificha kwenye kichochoro, atakaa atazungumza mambo yasiyofaa. Bwana, atapita binti, atasalimiana naye, mama mdogo, shangazi, bwana, atazungumza kila neno. Sasa kwa maneno haya pia bado yanaendelea kuweka doa funga yako. Atafunga ambayo wewe ulikuwa umeifunga katika masaa ya mchana, ukahisi kwamba kwa kufunga katika masaa haya ya mchana, basi kwa muda huu wa magharibi kuanzia saa 1 usiku, saa 2, saa 3, hapa saumu haihusiki. Saumu shekhe inahusika. Saumu ni zaidi ya masaa 24. Muda wote una wajibu Muislamu na una haki ya kuilinda saumu hii. Saumu ina matabaka na saumu ina utaratibu, lakini leo imefika mahala kuna swala ambazo tunawekewa za sunna. Tutambue ya kuwa mwezi wa Ramadhani, sunna zote, kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye ndio mfasiri wa Qur'ani, yeye ndio translator. Mwenyezi Mungu anatuambia tumfuate yeye sana katika mambo aliyokuwa akiyafanya. Ni mwanadamu mwenzetu, lakini tofauti yetu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu amemnyanyua daraja, amempa cheo, amempa utume, amempa unabii, tena amempa utukufu kuwa ni kiongozi wa manabii. Lakini Mtume yeye ambaye ni mfasiri anatuelekeza utaratibu ulivyo, kwamba muda wa swala hizi zote za sunna hugeuka kuwa ni faradhi. Ukaswali kablia, basi utapata malipo ya faradhi. Ukaswali baadia, utapata malipo ya kuswali swala ya faradhi. Ukatoa sadaka, na ndio mwezi ambao unatakiwa Waislamu watoe sana sadaka. Ukatoa sadaka yako haihesabiki kuwa umetoa sadaka. Muislamu, sadaka yako unahesabika kuwa umetoa zaka ambayo wewe huwezi ukafanana na matajiri katika miezi na siku za kawaida. Lakini Muislamu, sadaka yako ya shilingi 1000 ukatoa kwenda msikitini, ukatoa shilingi 2000, ukanunua mfuko wa simenti 10,000, ukanunua mfuko wa simenti kwa ajili ya ujenzi wa madarisi, kwa ajili ya ujenzi wa kichochote, unahesabika Muislamu umetoa zaka. Sadaka ndogo uliyotoa inageuka inakuwa zaka. Kwa hivyo amali zote ndogo tunazozifanya hugeuka zikawa na malipo makubwa zaidi. Na kadhalika pia si kwenye kutenda mema tu, ikatokea bahati mbaya mwanadamu kama mwanadamu, na tusimsingizie shetani ibilisi laini, inapofika Ramadhani
Ibilisi laini huwa anakuwa amefungwa. Ikatokea Muislamu muumini, maana muumini anaweza akateleza akamkosea Mwenyezi Mungu kwa bahati mbaya kwa jambo lolote. Yeye ni mwanadamu, alkamalu lillah, mkamilifu ni Mwenyezi Mungu. Lakini tambua jambo lolote unapolifanya ndani ya Ramadhani kwa makusudi, afadhali jambo unalifanya kwa bahati mbaya kwa makusudi, madhambi yake ni mengi zaidi. Kama ambavyo sawabu zinakuwa nyingi zaidi, dhambi huandikwa kwa daraja nyingi zaidi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu atuepushe na atunusuru katika hayo, waliyadhu lillahi taala. Ndugu zangu, mwezi wa Ramadhani una ncha ya kwanza, 10 la kwanza, mwezi wa Ramadhani una 10 la pili, lakini mwezi wa Ramadhani una 10 la mwisho. Mtihani au mitihani ambayo tupo nayo kwa sasa, lazima tufike mahala tukumbushane. Waislamu inafika mahala Ramadhani kishaanza kufika kati, nisfu shahru Ramadhani, shahrul iman, nisfu ikifika nusu, unaona Waislamu wanaanza kubadilika. Tarawehi anakimbia, haonekani. Alikuwa akiswali tarawehi mwanzo mwisho, haonekani. Inafika mahala sasa anaanza kuaccommodate kidogo anachokipata, anachokiwaza, anawaza sikukuu ya Idi, anawaza nitakula vipi Idi. Muislamu, usiache kitu ambacho kina faida kubwa, usiache kitu ambacho kina malipo makubwa, kitu ambacho Mwenyezi Mungu ametujazia neema kubwa. Hatusemi kwamba Idi tukaidogosha Idi, tukaifanya Idi ni ndogo. Idi na yenyewe ni siku kubwa, ni siku muhimu, lakini kwa nini uwaze ambacho hujakishika? Waza ulichokuwa nacho mkononi. Unafahamu vipi kwa wewe utafika sikukuu ya Idi au hufiki? Uhai wetu ameushika Allah subhanahu wa ta'ala. Uhai wetu uko mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unaweza ukaanza Muislamu, mama wa Kiislamu, baba wa Kiislamu, tena unakuta baba wa familia kakaa kwenye familia anazungumzia masuala ya Idi, hatukatazi, anaanza ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wewe bado imarisha, amrisha familia yako ishikamane zaidi kwanza na ndani ya huu mwezi. Lakini unakuta watu kina mama washaanza kuachana na masuala ya mwezi huu wa Ramadhani, muda mwingi wanashughulika kujilemba, kuanza kushughulika na swala la Idi. Hatukatazi, Uislamu unakubali, lakini nguvu zetu, akili zetu tuzielekeze zaidi kwenye kukokoteza. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inapofika yani kadri Ramadhani inapokuwa inaondoka, imefika katikati, inafika mwisho, ndivyo Mtume alivyokuwa akijifunga kibwebwe. Na inapofika mwishoni, Mtume alikuwa akifika mahala anawaomba wake zake, Mtume anaondoka, anakwenda kukaa Masjidi Rasul, msikiti wake, anakaa msikitini, anakwenda mbali, anakwenda kukaa katika miti mikubwa huko, anajificha, anafanya nyiradi mbalimbali, anafanya ibada mbalimbali kwa siri, kwa sababu Ramadhani inapokwenda katika ncha ndivyo sawabu zinapokuwa zinazidi. Ndicho kipindi ambacho Muislamu unatakiwa ujipende zaidi, kwa sababu ni neema ambayo inaondoka, kurejea kwake kunakuwa ni mtihani sana. Kwa hivyo tuendelee kujihifadhi kutokana na hifadhi ya maelekezo ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia tuendelee kudumu katika yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyakataza, na tuendelee akili yetu kubwa tuiweke zaidi katika masiku haya ambayo ni machache, masiku ya dhahabu. Mimi napenda sana kuita ni siku za dhahabu, siku ambazo upatikanaji wake haupatikani kawaida. Na umma zingine sawa, umma zingine ziliamrishwa kufunga, lakini ofa zinazopatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani, umma zingine hazijapata ofa hizi, hazijapata ofa kama hizi walizozipata ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullahi Musa alayhi salatu wasalam alikuwa anamwambia Mwenyezi Mungu, kwa sababu tunapomzungumza Nabiullahi Musa bin Imrani ni nabii pekee, ni mtume pekee. Musa alikuwa ni nabii na Musa alikuwa ni mtume. Ni mtume pekee ambaye alibahatika kuzungumza na Mwenyezi Mungu sauti kwa sauti. Anasema Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bismillahir rahmanir rahim, wa rusulan kad kasasnahum alayka min qabli, wako manabii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kad kasasnahum alayka min qabli, tumekuhadithia simulizi zao. Wa rusulan, na wako manabii na mitume, wa rusulan lam naksasum alayka, wako manabii na mitume ambao hatujakusimulia habari zao. Sikiliza, Mwenyezi Mungu anamalizia, anasema wa kallama Allahu Musa taklima, na Mwenyezi Mungu alizungumza na Musa sauti kwa sauti. Sasa Mwenyezi Mungu katika kubahatika kuzungumza sauti kwa sauti na Nabii Musa, moja ya masiku Nabiullahi Musa alayhi wasallam anamwambia Mwenyezi Mungu, nijalie mimi Musa kama itawezekana nikawa mtu wa kawaida katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nijipachike niwe katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Walikuwa manabii na mitume waliona ofa zinazopatikana katika umma huu, ofa zinazopatikana katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna umma uliopewa ofa hizi. Ofa hizi zinapatikana katika umma huu, ndio ofa inayoweza kukufanya Muislamu ukaingia katika pepo kirahisi. Tazama ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu anasema katika masiku yote kuna siku moja tu. Mfano, kuna siku moja tu, siku hii ni bora kuliko miezi elfu.
Allah anasema bismillahir rahmanir rahim, inna anzalnahu fi lailatul qadri wama adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairun min alf shahr. Mwenyezi Mungu anasema ndani yake ameweka siku moja tu inaitwa Lailatul Qadr. Sasa haya ni katika maofa yanayopatikana, ni mapenzi makubwa tuliopendwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapenzi makubwa. Mwenyezi Mungu ametukuka, Mwenyezi Mungu ametakasika. Tumshukuru sote kwa kusema alhamdulillah rabbil alamin, kutujalia kutupa masiku matukufu, kutujalia Mwenyezi Mungu kutunyanyua kwa utukufu. Sasa ndani ya hii siku moja ambayo ni Lailatul Qadr, siku moja tu unahesabika kwamba ndani yake umefanya ibada zaidi ya miezi 1000. Miezi 1000 ukigeuza unakuja kukuta zaidi ya miaka 80, na ni miaka mingi sana. Siku moja tu ibada yako ya siku moja unamshinda mzee mwenye miaka 90, unamshinda mtu mwenye miaka 95 kwa ibada ya siku moja tu. Tena hiyo siku moja sio kwamba hiyo siku moja ulianza ibada labda toka asubuhi unafanya ibada mfululizo, usiku unakesha mpaka miguu inavimba. Katika siku hiyo moja ya Lailatul Qadri Muislamu ikatokea bakti siku ile ambayo ndiyo tanazalul malaika waruhu fiha. Allah anasema tanazalul malaika waruhu fiha, ushuka malaika waruhu. Hapa malaika kawaita kwa majina yao. Sayyidina Jibril hakumuita kwa jina la malaika, kamuita waruhu. Yani manake Sayyidina Jibril anaitwa Ruhul Qudsi. Ruhul Qudsi yani huyu ni utofauti sana, ana cheo kikubwa sana tofauti na malaika wengine. Na Mungu amemsifu Sayyidina Jibril alayhi salatu wasalam kwa sifa nyingi. Alipomsifu katika sifa nyingine kwa kumtaja dhi quwwatin inda dhil arshi makin, ni malaika mwenye nguvu nyingi sana, ni malaika mwenye uwezo mkubwa sana. Dhi quwwatin inda dhil arshi makin, ni malaika mwenye uwezo mkubwa sana, mwenye nguvu kubwa sana, anaweza akakamata dunia nzima kwa ubawa mmoja akaigeuza chini juu chini. Ni malaika mwenye uwezo mkubwa sana. Sasa Allah anasema tanazalul malaika waruhu, kawataja malaika. Jibril akatajwa kwa jina la Ruhul Quds, waruhu fiha, ndani yake anashuka Sayyidina Jibril alayhi salatu wasalam. Waruhu fiha biidhni, anashuka kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa muislamu muumini ndani ya siku ile ukawa umekaa mahala ukasoma kul huwallahu moja tu, tayari unahesabika na wewe umo katika Lailatul Qadr, katika usiku huo, sio mchana, usiku huo. Ukaswali rakaa 2, ikatokea bahati mbaya ukalala usiku mzima ukakupita, lakini uliswali rakaa 2 hata baada ya magharibi, hata baada bwana ya katikati ya usiku ukaswali hata rakaa 2, ukamuomba Mwenyezi Mungu katika dua unayomuomba kun fayakun, dua hiyo la turadu, hairejeshwe nyuma. Mwenyezi Mungu atujalie kwa miongoni mwa watu hao, Allah atujalie kwa miongoni mwa watu watakaofaulu. Kwa hivyo ndugu zangu, matukufu haya tunapoyapita na kuingia katika miezi ya kawaida, tuzungumzie tukiwa tunamaliza mada yetu kwa ufupi, tumalizie kuzungumzia baada ya Ramadhani. Nini kinafanyika baada ya Ramadhani? Ramadhani tumetoka katika semina, tunapoingia katika miezi ya kawaida, yale ambayo tuliyaacha katika mwezi huu, yale ambayo tumejikataza katika mwezi huu, yale ambayo tumemhofu Mwenyezi Mungu. Maana ndani ya Ramadhani wako watu walikuwa hawafanyi ibada, lakini wakaamua kuingia kwenye ibada. Basi usitoke katika ibada. Wakaamua kuachana na maasi, mtu kaamua kuacha kimada chake. Maana Ramadhani watu usogeza pembeni vimada vyao. Basi hiyo tabia idumu hata baada ya Ramadhani. Kaa pembeni na kimada Muislamu, oa dada wa Kiislamu, olewa. Mwenyezi Mungu akijalia ukaolewa ni jambo bora, ukaoa ni jambo bora. Lakini baada ya Ramadhani au ndani ya Ramadhani ulikuwa umeacha wewe kunywa ulabu, umeacha kunywa pombe, maana pombe ina majina mengi. Watoto wa mjini wanaita ulabu, sijui nini, na ukaacha haya yote, basi baada ya Ramadhani unatakiwa kuendelea kudumu na utaratibu ule wa kuacha yale ambayo ulikuwa umeacha. Kwa hivyo Ramadhani ni semina, Ramadhani ni kambi maalum, Ramadhani ni mafunzo maalum ambayo tunapita katika mafunzo haya. Basi tunatakiwa tudumu baada ya kupita mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, na alama yake kujua kwamba je, nilikuwa nimewaidhika na Ramadhani, Ramadhani imejenga athari, saumu imejenga athari katika mwili wangu. Utajikuta kwamba kila jambo unakuwa na uoga nalo. Inafika muda chakula cha kawaida tumeruhusiwa kula mchana wa kawaida, siku za kawaida kuanzia mwezi Shawwal, mwezi wa kwanza baada ya kutoka Ramadhani. Mtu anafika mahala kinywaji anakiogopa, anashtuka labda nimefunga. Hii ni kuonyesha kuwa na athari imeingia katika mwili wako. Inafika mahala Muislamu anaogopa kunyanyua macho yake kutazama venye haramu, jua kwamba athari ya saumu Ramadhani imekuingia katika mwili wako. Kila lilokuwa baya unajikuta unaliacha, unaona kaa mbali, unakuwa na uoga. Hii ni alama ya kuwa athari imeingia katika mwili wako. Allahumma ja'alna minhu, Mwenyezi Mungu atujalie minal faizin, kuwa miongoni mwa watu ambao wamefaulu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Lakini baada ya Ramadhani, ndugu zangu, tukumbushane swala lilokuwa muhimu, ni kwamba tujitahidi sana
tujitahidi sana, wale waliokuwa wakidumu katika masuala mabaya waondokane kabisa na kuyaaga hayo mabaya na kuachana kabisa na hayo mabaya. Ni kitu kizuri, na usiogope maneno ya watu, kwa sababu maneno ya watu lazima yatasemwa tu kwamba huyu kijana sasa hivi bwana kaamua ashike dini, kwa sababu sifa ya mwanadamu, ukidumu kwenye maasi waliadhu lillah utasemwa, ukizama kwenye mambo ya kheri watu watasema sana. Kila utakachokifanya, kama ulikuwa hujaolewa watu wasema yule binti haolewi, na ukakaa muda mrefu kijana hukuoa, watu wasema yule mvulana anapenda sana kukaa msela. Kwa hiyo chochote utakachokifanya watu hawatoacha kusema. Kwa hivyo usihofie hili la kusemwa, usihofie la watu kusema, kwa sababu lolote lile la watu lazima watakuwa wanasema. Turudi katika moja ya kisa ambacho kimezungumzwa katika sura Luqman. Kuna mzee mmoja alikuwa kitwa mzee Luqman, alimwambia mwanae, ya bunayya, ewe mtoto wangu, akimi swala, mwanangu simamisha swala, wa amuru bil ma'rufi, uamrishe mema, wanha 'anil munkar. Mwisho akamalizia Allah anamwambia wasbir alama aswabaka, wasbir alama aswabaka. Lazima uwe na subira, chochote unachokifanya lazima uwe na subira, kuna mitihani ndani yake. Huyu mwanae mdogo akamwambia baba, mimi nikiingia katika ibada sana nikafanya hayo unaoniamrisha, vijana wenzangu watanisema sana. Akamwambia, mwanangu, hata kama ungekuwa unadumu kufanya ibada sana basi utasemwa, hata kama utakuwa unadumu katika masuala hayo ukakaa na vijana wenzio utasemwa, chochote utakachokifanya utasemwa. Akamwambia, mwanangu, nataka nikupe mfano. Chukua yule mzee alikuwa mwanzo ana maradhi, uzee umemshika. Akamwambia, mwanangu, mchukue mnyama. Sikiliza kisa. Akamwambia, chukua mnyama, punda wetu mfungue, alafu tutoke mimi na wewe tutembee. Wakamfungua punda, akawa anatoka mzee Luqmani na mwanae. Kwenye Qur'ani yule mtoto hakutaja jina, akatajwa tu mtoto, ya bunayya. Na maneno haya machache amemfanya mzee huyu amekuwa mtukufu sana. Mwenyezi Mungu amemnyanyua daraja kwa maneno yake machache. Mwanae, akmi swala wa amuru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir alama aswabaka. Akamwambia mwanae, sasa hebu mchukue upunda tutoke. Mtoto wake akamfungua punda, wakawa wanatoka. Walipokuwa wanatoka wanatembea kidogo kidogo, wanakwenda, watu wakaanza kupiga. Yule mzee kapanda punda, mtoto wake anatembea. Wakati wanatembea watu wakaanza kupiga kelele, we mzee, umeanza umwinyi, naona sasa hivi umepata nafuu, huyu punda mbona ni mnene, kwa nini msingepanda na mtoto wako? Watu wakaanza kucheka, wanamsema yule mzee. Akamwambia, mwanangu, umesikia watu wanavyosema, wananicheka kwamba kwa nini mimi na uzee wangu nimepanda, wewe unatembea. Akamwambia, sasa mwanangu, cha kufanya mimi ninashuka, panda wewe, mimi tutembee. Akapanda yule mtoto, baba mtu akawa anatembea, wakaondoka distance ya takriban kama mita 100 urefu wa uwanja mpira. Watu wakaambia, mzee Luqmani, unamfundisha vibaya kijana, unamfundisha hulka mbaya, unamfundisha tabia mbaya. Wewe unatembea, yeye amepanda punda. Kwa nini watoto wa siku hizi mnakuwa hamna adabu? Bwana, mzee anatembea, wewe umepanda katika punda. Akamwambia, mwanangu, umesikia watu wanaosema? Akamwambia, sasa cha kufanya tupande yote. Wakapanda wote yule punda, wakawa wanatembea, wamepanda wote yule punda. Kufika mbele umbali wa mita 100 watu wakacheka sana. Wakaambia, wewe mzee una matatizo sana. Yaani kwa sababu punda ni mnene, basi amejichongea yule punda kwa unene wake. Mnamtia uchovu, mnamchosha punda. Mnapanda wote wawili, hamuogopi, hamuoni huruma. Punda kiu imemshika, ulimi umemshika, umemtoka. Akamwambia, mwanangu, umesikia watu wanaolalamika? Akasema, sasa cha kufanya tushuke wote, alafu punda tumkokote, si tutembee. Wakawa wanatoka wanamkokota yule punda, wanatembea. Wakati wanatembea watu wakapiga kelele, nyinyi mbona mnamdekeza huyu punda? Kwa nini mnamwacha? Mngepanda hata wote. Basi akamwambia, mwanangu, umesikia watu wanavyolalamika? Akasema, sasa cha kufanya huyu punda tumchukue, tumbebe begani. Yaani anamwambia mwanae, tumbebe huyu punda begani. Yaani mzee atangulie mbele, mtoto awe nyuma. Wakambeba. Hawakufika mbali, watu wakaangua kicheko mpaka akaanguka chini. Wakasema, mzee, akili zako zina matatizo. Punda amenona, anaweza akabeba hata watu 10, wewe hana tabu. Kwa nini mnambeba? Akamwambia, mwanangu, kila tulifanya watu wamekuwa wanasema. Kwa hivyo chochote kile watu hawaachi kusema. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, kisa cha mzee huyu kinatufundisha masuala muhimu. Ndugu yangu Muislamu muumini, dumu katika masuala ya kheri, tia pamba. Achana na masuala ya shari, ya munkar, tia pamba. Usisikilize watu. Fanya yale ambayo Mwenyezi Mungu anayahitaji kuyafanya. Fanya yale ambayo Mwenyezi Mungu atakuwa yuko radhi nayo. Tuondoke katika ardhi hii hali ya kuwa maneno ya Mwenyezi Mungu anatimia aliposema, wama umiru illa liya'budullah. Hakututuma Mwenyezi Mungu, hakutuamrisha Mwenyezi Mungu toka umma wa Adam, umma zote zilizopita, wama umiru illa liya'budullah,
hatukuamrishwa chochote isipokuwa ni kumwabudu Mwenyezi Mungu mukhlisina, kumtakasia dini yake, lahudina hunafaa wa yuqimu swala wa yutu zaka wa dhalika dinul qayyima. Mungu alichotutuma katika ardhi, uhai wetu ni kumtakasia dini yake, kumfanyia anayoyapenda, hali ya kuwa yeye Mwenyezi Mungu yuko radhi nayo. Anatuambia Mwenyezi Mungu, wala talbisuna alhaqi bilbatil, tusichanganye haki na batili. Yani unafunga saumu yako msikitini, unatuongopea, unakuja kuswali, alafu unakwenda kufanya betting, ni haramu. Unaona, mama au baba, unatoka unakwenda kikoba. Kikoba hatukatazi, lakini je, kikoba hicho hakina riba? Kikoba kifanye, lakini kisiwe na riba. Kikiwa na riba, unapokula riba, madhara ya riba ni makubwa sana. Madhara ya riba ni makubwa sana. Leo watu wameanzisha taasisi nyingi, ndani yake katika taasisi hizi wanawaminya watu kwa riba kubwa. Leo kuna riba, unakuta mtu mpaka kuna riba watu, kuna vikoba vinaitwa mpaka kausha damu. Yani manake mtu anakausha damu yake. Utakuwa unahangaika juani kupambana na deni lile ili ulipeleke. Umekopa 100,000, unatakiwa ulipe 1,500,000. Umekopa 100,000, unatakiwa kwenda kulipa 200,000. Na Muislamu anayefanya haya masuala ni Muislamu, tena ana jina zuri la Kiislamu, lakini anawawekea watu riba, anawawekea watu taratibu ambazo sizo. Kwa hivyo hivi ni vitu ambavyo ndani yake visivyokuwa vinafaa, vinakatazwa na vimeharabishwa na Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, katika sura nyingi. Watoto wa Kiislamu, kina kaka wa Kiislamu, wavulana wa Kiislamu, wasichana wa Kiislamu, wadada wa Kiislamu, masuala haya ya betting na masuala haya ya riba, Mwenyezi Mungu kashatuzungumza katika Qur'an, wala taakuluna riba, tusile riba. Anachoharamisha Mwenyezi Mungu ni kwa faida yetu. Tazama leo mfano Mwenyezi Mungu anapoharamisha kwamba usile nguruwe. Leo wanasayansi wa sasa wamefika mahala, wanasayansi modern scientists wamegundua kabisa kwamba ndani ya nguruwe kuna vidudu vingi sana, kuna madhara makubwa sana. Wameweza kuspecify kwamba vidudu vinapatikana vingi ambavyo havifi kwa joto la kawaida, kwa moto wa kawaida. Kwa hiyo chochote anachoharamisha Mwenyezi Mungu kinakuwa kina madhara makubwa. Mfano Mwenyezi Mungu alipoharamisha ulevi, leo watu wako wengi wanalewa. Mtu anakwambia mimi naacha nilewe kidogo tu, na kunywa kidogo tu. Bwana, ulevi ameharamisha Mwenyezi Mungu, ameweka wazi kwamba ulevi una madhara. Ndani ya Qur'ani katika sura al-Baqara alipomwambia Bwana Mtume Muhammad sallam kuhusu ulevi una madhara, lakini tazama Allah kwa mapenzi yake juu yetu hakukataa kwamba ulevi hauna faida. Ulevi una faida, lakini faida za ulevi ni ndogo kuliko madhara ya ulevi ni makubwa. Faida ni zipi? Faida ni kwamba labda mgonjwa anaposhughulikiwa hospitali ili operationiwe, atapigwa nusu kaputi. Nusu kaputi ni kilevi cha kumfanya alewe, anafanyiwa ile jambo. Sawa, ni faida ya kumnusuru roho yake, lakini madhara kwa huyu anayekunywa, anafika mahala atatukana watu, anafika mahala atatembea, atavua nguo mbele za watu, atajisaidia mbele ya watoto wadogo, atamuona mtu mzima lakini atamuona kama mtoto mwenzie. Kwa hivyo madhara ni makubwa. Chochote kile anachokiharamisha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, madhara ni makubwa, na anachokihalalisha Mwenyezi Mungu tukifanye, faida ni kubwa. Ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallam kashatufundisha kabisa kwamba kullu halali ma akhala Allah fi kitabi al-aziz al-hakim. Halali yoyote ambayo tunatakiwa tumehalalishiwa Waislamu tuifanye, ma akhala Allah fi kitabi al-aziz al-hakim. Wal haram, na haramu yoyote, ma harrama Allah fi kitabi al-aziz al-hakim. Haramu yoyote imeharamishwa katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, anapokataza ni kwa faida yetu sisi wenyewe. Mambo mengi ambayo Mwenyezi Mungu anasema tudumu na hili, basi faida zinakuwa ni kubwa, na Mwenyezi Mungu akisema hili halifai, basi madhara yanakuwa ni makubwa sana. Kwa hivyo haya ambayo vijana ambao ndani ya Ramadhani wako waliokuwa wanaelewa, wamejiweka mbali na masuala ya mikeka betting, basi inshallah tujiweke mbali hata baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ambao wamejiweka mbali na riba ndani ya Ramadhani, basi pia tuendelee kujiweka mbali na riba hata baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini mavazi ya kina mama, mavazi ya kina dada, walilahi alhamdu, wako kina dada nilikuwa tunawafahamu mitahani, anavaa mavazi ya ajabu, lakini ndani ya Ramadhani utamkuta kajistiri, kapiga baibui, kapiga ushungi, nywele zake uzioni. Tena wengine walilahi alhamdu wako katika sunna, wanavaa mpaka nikabu, anazuia uso wake. Ili ni jambo zuri. Dada wa Kiislamu, ukidumu katika kustiri mwili wako, ukidumu katika kustiri tupu yako, sababu mwili wa mwanadamu, sehemu kubwa ya mwili wa mwanadamu inahesabika kama ni tupu. Mwili wa mwanadamu, mwili wa mwanamke sehemu kubwa inahesabika kama ni tupu. Kwa hivyo ukidumu katika kujistiri ni bora zaidi. Mama wa Kiislamu, dada wa Kiislamu, binti wa Kiislamu, endelea hata baada ya mwezi wa Ramadhani kudumu na mabaibui. Na walilahi alhamdu, leo kapatikana mtu anataka kuja kuoa, waoaji wengi hawaangalii, hawavutiwi na mwanamke kulingana na kimini anachovaa, hawavutiwi na mwanamke kulingana na kichwa wazi anachotembea, hawavutiwi na mwanamke kulingana na mavazi yanayoonyesha maungo yake.
Maana wako pia kina dada ndani ya Ramadhani au kabla baada ya Ramadhani anaweza akaona ngoja nivae baibui, lakini baibui lile atampelekea fundi, atamwambia hebu libane, atalibana baibui lile, analibana lile baibui, basi linamkamata barabara, yani baibui linazunguka na mwili, yani linakwenda na mwili, alafu kuna sehemu unakuta limepanda, kuna sehemu unakuta limeshuka, yani namna mwili wake ulivyo, baibui limechonga mwili wake. Kina dada wa Kiislamu, kina baba wa Kiislamu, tuwakataze watoto wetu, tuwakataze dada zetu, mabinti tuwakataze, utaratibu huu unakatazwa. Vazi la mwanamke wa Kiislamu halitakiwi libane, liminye maungo, yani liminye maungo mpaka lifike mahala viungo vinaonekana. Huu sio Uislamu. Bado unawatia tamaa watu, unawaingiza katika mitihani katika saumu zao. Yani mtu kaingia katika saumu kumnyenyekea Allah, alafu wewe unapovaa mavazi ya namna hii ya kubana, kunyurutika na mwili, basi unamlazimisha mtu aingie katika tamaa, unampa mtihani katika saumu yake. Kwa hivyo inshallah taala haya inatakiwa Waislamu tukumbushane, na hakuna muda wa kukumbushana, ni kupitia vipindi mbalimbali katika media mbalimbali. Tunapokumbushana hivi inasaidia Waislamu na waumini tunabaki katika utaratibu ule ule maksusi, ili Mwenyezi Mungu aweze kutupa radhi zake. Na tunapofika katika Eid yenyewe namna kusherekea, tusherekee kwa utaratibu. Kabla ya Eid kumewekwa utaratibu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuwekea utaratibu wa kutoa zakatul fitri. Faida ya zakatul fitri huondosha mawimbi, huondosha mapungufu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu tutambue hii saumu tunapoifunga, si malaika wa Allah kiraman katibin, watukufu wawili hawa wanakuwa wanaandika, wanadhibiti saumu yetu. Inapofika Ramadhani kama hivi, Mwenyezi Mungu tayari ameshawanadia malaika, tayari Mwenyezi Mungu kashawanadia malaika, saumu li wa ana ajizi bi, saumu hii ni ya kwangu, sasa niacheni mimi, nitashughulika na kulipa. Kwa hiyo tutambue ndani ya saumu hii kuna mitihani. Ndio hii mitihani tumetoka kuizungumza. Inawezekana kwa bahati mbaya upo katika saumu, kapita dada wa Kiislamu ukamuona kwa bahati mbaya hajui, gauni lake kaliminya minyi, gauni limekaa vizuri, mtu akanyanyua macho yake, akafika mahala nafsi kaanza kuwa inazungumza kwenye moyo. Sasa haya ndio masala. Kazi ya zakatul fitri ni kuondoa mitihani hii, lakini usifanye kwa maksudi, ukapeleka macho kwa maksudi ukategemea zakatul fitri itanasua katika ile. Hapana. Ukipeleka macho yako kwa tamaa, macho yako yakaendelea kung'ang'ania kwa tamaa, shekhe, saumu huna saumu. Maana yake unakaa unafikiria, unafanya vitu vibaya. Kukaa macho yako kayapeleka, alafu ukatafakari sana kile unachokiona, moyo ukaenda sana, ukazama sana, basi shekhe, hamna unachokifanya hapa. Zakatul fitri haiwezi kufanya kazi. Zakatul fitri kazi yake ni kufuta vitu vilivyofanyika kwa bahati mbaya, maneno tuliyoyatamka kwa bahati mbaya, maneno tuliyoyatamka kwa laghawi. Leo kwa bahati mbaya mtu kakaa labda kwenye karata, anacheza karata, akamwambia mwenzie nimekuoa, nimefanya hivi, masuala haya akazungumza kwa bahati mbaya, basi zakatul fitri itakwenda kufidia masuala yale ambayo mtu aliyazungumza kwa bahati mbaya. Ima unacheza mpira unacheza, bwana, umekaa unafurahi, kwa bahati mbaya ukatamka lile neno kwa bahati mbaya limeteleza, zakatul fitri itakwenda kufuta, itakwenda bwana kuweka sawa saumu yako iweze kuwa sawa, na Mwenyezi Mungu akaweza kukusamehe katika yale ambayo uliyafanya ndani ya saumu. Bwana, na laghawi, alkidhibu, uongo ambao umetamkwa kwa makusudi, uongo uliotamka kwa makusudi ndani ya saumu. Mtu mwenye kutamka uongo, maneno ya uongo, hata ukatamka uongo mmoja ndani ya saumu kwa makusudi, saumu huna, nafuu utafute shughuli zako zingine ufanye. Lakini ikatokea bahati mbaya umeteleza, kwa bahati mbaya kibinadamu, kwa bahati mbaya, kazi ya zakatul fitri ni kwenda kuziba mapungufu machache yaliyokuwa yamejitokeza. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tunapokwenda kwenye ncha ya Ramadhani, zakatul fitri ni muhimu sana. Mama wa Kiislamu, kutoa zakatul fitri ni muhimu. Zakatul fitri ina kiwango chake maalum. Bwana, mchele huu kilo 2 basi ni kama mchele, chakula ghali kinacholiwa katika mji, na si kwamba dunia nzima watatoa mchele. Hapana, wenzetu katika nchi za Kiarabu hutoa vitu vyenye thamani, mfano chakula ghali kwa Waarabu ni ngano. Unaona bwana, ni ngano. Kwa hivyo kwetu sisi kitu ambacho kina thamani sana, chakula kinachopendwa sana ni mchele. Walilahi alhamdu, ukapata mchele kutoka Mbeya Kela, ukapata mchele kutoka Morogoro, basi mchele unanukia, huu ni bora kutoa katika zakatul fitri, na ni sunna, si vibaya ukiwa unajiweza katika zakatul fitri, bwana, ukampa mtu mchele, lakini pia ukatoa ukampa mtu hata mboga. Ukuishia tu katika kutoa mchele, ukampa mtu na pesa anunue mboga, huyu utakuwa umemhifadhi zaidi. Na zakatul fitri anatakiwa agewe mtu muhitaji. Zakatul fitri anatakiwa agewe muhitaji, watu ambao ni wahitaji. Na watu hawa viongozi wetu wa misikiti walilahi alhamdu wanawajua.
Imamu wa msikiti, katibu wa msikiti, viongozi wa misikiti wanawajua wenye kuhitaji, wanawajua watu katika mtaa kwamba huyu mama, huyu baba ana haki ya kupewa zakatul fitri. Huwezi kubeba zakatul fitri unaenda kumpa mtu mwenye kujiweza. Bwana, store imejaa chakula unaenda kumpa zakatul fitri. Hapana, zakatul fitri watagewa wale ambao wenye utaratibu maalum. Na zakatul fitri inatakiwa itolewe kabla ya kuswaliwa swala ya Idi, siku moja kabla ya kuswaliwa swala ya Idi. Hata ndani ya siku ya Idi, kabla watu hawajasimama kuswali swala Idi, toa zakatul fitri kwa haraka. Lakini Idi ikiswaliwa baada ya swala Idi, shekhe, hiyo sio zakatul fitri, itahesabika umetoa sadaka. Kwa hiyo zakatul fitri pia unaweza, kama wewe huwajui watu wako hapa, utakwenda katika msikiti wa jirani yako, maimamu hawa wanawajua wahitaji, utampa zakatul fitri kabla. Na zakatul fitri ndani ya nyumba yako, zakatul fitri kwa kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri kila aliyekuwa ndani ya nyumba yako, kila unayemmiliki katika nyumba yako, kuanzia watoto wanatakiwa watolewe zakatul fitri kwa namna unavyoweza. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Pale utakapofikia katika wale umeweza kuwatolea watoto watatu, umeweza kuwatolea watoto wanne, mkeo ukamtolea, watoto ukamtolea, mpaka mtoto mchanga pia ukamtolea, ni bora zakatul fitri yako itakuwa inapokelewa. Lakini pia haukuweza, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Mwenyezi Mungu hawezi kukulazimisha kufanya lile ambalo haukuliweza. Kwa hiyo haya tuyafanye ndugu zangu, tujipinde katika kuyafanya haya. Ifike mahala ndani ya mwezi huu, katika masiku machache tunaomalizia tarawih, misikiti imeanza kwa michache, watu wanakimbia tarawih. Tarawih ina faida kubwa sana. Lau tungefunuliwa faida ya tarawih, asingetokea mtu hata mmoja kukosa swala ya tarawih. Swala ya tarawih inataka tuende nayo mpaka nchi ya mwisho. Huu muda tupo mwadau, walilahi alhamdu, tusikose katika kudumu na utaratibu huu. Tarawih, tudumu katika tarawih. Lakini pia kutoa sadaka ndani ya Ramadhani, tujitahidi sana. Ziko sehemu nyingi zina mahitaji ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo yako ambayo ni ya muhimu sana kudumu nayo, na yako ambayo inatakiwa tuachane nayo.